Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Wakeo TV. Wakili msomi na rais wa mawakili nchini Tanzania au Tanganyika anaitwa Boniface Mwabukusi. Boniface Mwabukusi kupitia ukurasa rasmi wa Twitter ameandika waraka mrefu kabisa kuhusiana na uhuru wa maoni. Boniface Mwabukusi anasema uhuru wa maoni ni nguzo ya uhai wa binadamu. Katika misingi ya utu na demokrasia, uhuru wa maoni ni haki isiyo na mbadala. Ni uhuru unaompa mtu mamlaka ya kufikiri, kueleza hisia zake na kufanya maamuzi bila kushinikizwa au kuingiliwa na nguvu za nje. Uhuru huu haupaswi kuwa na mipaka inayotungwa kwa maslahi binafsi ya wachache au lengo la kudhibiti watu kufikiri. Lakini pia akaendelea kwa kusema binadamu anapoteza uwezo wa kufikiri kwa uhuru wa kumfanya maamuzi yake bila kushinikizwa, basi anakuwa si zaidi ya maiti inayotembea, mwili unaovutwa na upepo wa matakwa ya wengine bila mwelekeo wake binafsi. Mtu anapofungwa akili kwa sababu ya hofu ya kulazimishwa au kuwa na maoni fulani au kupingwa na marafiki na maadui wake, basi ameshapoteza uhai wa ukweli wa binadamu wake. 1. Uhuru wa kufikiri na kueleza kama kiini cha utu. Uhuru wa maoni si heshima ya mtu binafsi pekee, bali ni nguzo za jamii inayoheshimu misingi ya haki. Iwapo mtu ataruhusu wengine kuamua namna anavyopaswa kuwaza, kuzungumza au kutenda, basi huyo amejitoa katika mstari wa kuwa binadamu mwenye utu wa kujitegemea. Binadamu aliye hai kiakili hawezi kuruhusu mawazo yake kuendeshwa kama mashine inavyodhibitiwa na watu wengine. 2. Udhibiti wa mawazo ni njia ya utumwa wa kifikra. Katika historia, tawala ya kidikteta na mfumo kandamizi zinafanikiwa kwa sababu ziliwadhibiti watu kwa kuzima uhuru wao wa kufikiri. Walifanya hivyo kwa kutengeneza hofu, kupandikiza chuki na kulazimisha watu kukubali mawazo fulani kama ukweli usiopingika. Mtu anapokubali kupangiwa marafiki na maadui wake, basi anakuwa mtumwa wa mfumo huo. Uhuru wa maoni unapokufa, basi utumwa wa fikra hutawala. 3. Hatari ya kukubali kupangiwa jinsi ya kuwaza. Ikiwa jamii itaruhusu watu wake kupangiwa namna ya kuwaza au kutenda, basi itakuwa jamii iliyokufa. Hakutakuwa na ubunifu, maendeleo wala mawazo mbadala. Jamii hai itakuwa na watu wanaofanana kama mifumo ya sanamu, wakishindwa kusimama kwa misingi yao wenyewe. Binadamu wa aina hiyo inakuwa ni vivuli vya maisha. Yupo kimwili lakini hayupo kiakili na kiroho. 4. Ujasiri wa kulinda uhuru wa mawazo. Kwa hiyo kila mtu mwenye heshima kwa utu wake hana budi kupigania uhuru wa kufikiri na kujieleza. Haijalishi ukubwa wa shinikizo au vitisho, mtu anapaswa kusimamia kile anachoamini kuwa sahihi. Uhuru huu si hisani inayotolewa na mtu mwingine, bali ni haki ya msingi anayostahili kulindwa kwa gharama yoyote. Mtu anayekubali kuwa mtumwa wa mawazo ya wengine anajifuta katika historia ya uwepo wake. Amejiondoa katika kundi la binadamu wenye fikra huru na amechagua kuwa kivuli cha wengine. Uhuru na mawazo si chaguo, bali ni uhai wa mtu. Usipotetea umeshakoma kuishi. Boniface Mwabukusi, shambani Busokelo. Hayo ameandika Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa mawakili Tanganyika katika ukurasa wake rasmi wa Twitter, akisema kwamba uhuru wa kutoa maoni kwa binadamu. Ameandika mambo mengi kweli katika waraka huu ambao Boniface Mwabukusi
ameweza kutweet katika mtandao wa Twitter akisema kwamba lazima kuwe na uhuru wa binadamu katika kutoa mawazo na kujieleza, lakini pia awe na uhuru wa kuwaza na kufikiri. Endapo binadamu atakuwa amekosa uhuru wa kujieleza na kuanza pamoja na maamuzi yake binafsi, basi atakuwa ni maiti inayotembea. Yani atakuwa ni binadamu ambaye hata hana uwezo wote wa kuamua jambo. Watu wamekuwa na maoni tofauti katika mtandao huu wa Twitter. Wa kwanza namuona hapa anaitwa Alexi Braga, anasema mzee wa iga na rasilimali za Tanganyika, siku hizi unadai Tanganyika kinyonge. Siara anasema ninafahamu kwako wengi watakaobeza ujumbe huu, lakini haina maana kuwa hawajaelewa ulichomaanisha. Ndio uhuru wenyewe na fikra unayozungumzia. Don't give up, mwamba watakuelewa tu. Lakini mwingine anaitwa Buheri anasema ndio uhuru wa kufikiri, na uhuru wa kufikiri ndio chanzo cha ufumbuzi wa matatizo na ubunifu unaoleta maendeleo. Elizabeth the law gives ndio chimbuko la kina Newton na mapinduzi ya viwanda hadi Uingereza kutawala dunia. Lakini Habi anasema njando zilikuwa zinakufanya upige kelele na uonekane upo very smart baada ya kuonjeshwa asali kidogo tu ukwisha habari yako, we watch you. Lepri anasema unatumia kusaidia kampeni za kisiasa kwa jina la msaada wa kisheria. Nilidhani unapambana tu na mifumo mizuri ya kisheria ambayo inaweza kujiendesha hata ukiwa haupo. Katiba ya wananchi anasema Mwabukusi nasikia umelamba asali ya inzi wa kijani. Hii ni kweli. Haki Huru anasema kushauri upungufu kuongea na wakati mpaka hajaandika vizuri message yake huyu. Memes anasema wanasema eti siku hizi kutembea pamoja na mdude unatembea na makonda asali ushalamba. Bloka anasema vipi kuhusu dini mheshimiwa? Msoldi anasema sijui walikupataje wakili mkuu wakati unashindwa kutofautisha taarifa na maelezo. Kalisa John anasema nimependa andiko lako, ingekuwa wakati wa kina Plato ningechagua kuwa mwanafunzi wako. Asubuhi njema. Lakini Mustafa anasema yote kwa yote asali ni tamu sana. Ngosu anasema maoni yako kuhusu Simba lazima hatuyapinge mkuu. Haiwezekani tuvumilie uovu wa Yanga, sisi sio wajinga. Tanganyika nchi yangu anasema no reform no election, Simba wameanza kwa vitendo. Mantrevo anasema absolutely true, thank you for opening my mind, I'm so proud of you advocate. Mwabukusi anasema nakubali mzee wangu. Lakini pia kadogo anasema Alphonse anasema msomi kama msomi. Justin anasema Sheikh Fou. Lakini pia John Mpemba anasema section number 4. Lakini Grand Wizard anasema brother umedondosha haujatuangusha. Abel Match anasema chapter 4 vipi? Mpriko anasema Hani Bega. Kasimu anasema naona sasa hivi umegeuka kuwa soka, mambo ya IG yako wapi advocate? Dan Dizo anasema siku hizi hata atwiti huonekani. Lakini pia Zuru anasema hapa ulikuwa huna kitambi, ila baada ya uraisi sasa hivi umepata sex choice. Lakini Mandela anasema siku hizi unaongea kiserikali kabisa. Mobisa anasema aisepokea mawa yako. Lakini pia Mkeleketu anasema umemaliza umaskini hana dhamana, ungemaliza umaskini hana dhamana. Lakini Mr. Guest anasema Mr. Wakili wasema umelamba. Saidon anasema umebadilika ghafla na kupa mtaloni da.
mkuu wa kaya anasema Faza sasa hivi wale waliokuwa wanapigania na kushirikiana nao katika kuleta mabadiliko na haki hauko nao tena. Now you are turning and joining to the Opalesa. Sote tunashangaa ni huyu ndiye wa DP World aliyekuwa na Mdude wakati wa katiba mpya. Bashite na mama, are you good now guys? Lakini pia Bashite anakuja au baba yako anasema ushakula asali Bobby, nobody care mzee, hizo ni paragraph kapige PA huko kwa watawala. Lakini Shameless anasema baada ya kuona unaheshimiwa umeamua kuanza kuleta upuuzi kama hujui football, ukae kimya. Mpira ni maisha na sio hisia zako za kishabiki. Lakini wa mwisho hapa namuona anaitwa Yego anasema hata sisi tulishangaa ulikuwa unashambulia serikali juu ya DP World. Tulijiuliza maswali kama haya kuwa je, serikali haipaswi kuwa huru, kuanza namna nzuri ya kutumikia wananchi wake? Je, serikali ilipaswa kusubiri Mwabukusi awaze kwa niaba yake? Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umeweza kutoka katika mtandao wa Twitter ambao Boniface Mwabukusi ameweza kuandika kutokana na kile ambacho kinaendelea katika mtandao ya kijamii. Jina langu ni DWKW TV, tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Bye bye. Kama ni mara yako ya kwanza unaweza subscribe na turn on notification, lakini pia unaweza kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kama KWTV_. Bye bye.